Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uislamu ni dini yenye utaratibu mtamu sana, na Uislamu ni dini iliyokamilika kwa mafundisho. Unatufundisha namna ya kuishi katika maisha haya, unatufundisha namna ya kuondoka duniani na nini tufanye ili tuende tukaishi maisha bora. Zingatia maneno ya bwana wakubwa yanayotoa nasaha kwetu sisi. Mabwana wakubwa wanasema, man kana baituhu minazujaji, mtu ambaye nyumba yake kajenga kwa vioo, kaipamba nyumba yake kwa vioo, fala yarmiyanna nasa aturba, basi asichokoze watu kwa ugomvi wa mawe. Nyumba yako ikiwa ya kioo, achana na kuchokoza watu kwa ugomvi wa mawe. Kwa nini? Wakirudisha yale mawe, wewe ndiye utaharibikiwa. Nini maana yake? Idha aradta an tadhkura uyuba ghairika, unapotaka kutaja aibu za mwenzako, fadhkuru uyuba nafsika, kumbuka we hujakamilika, na wewe tazama aibu zako, kumbuka aibu zako. Watu watachukua mawe wakupopoe kwa zile aibu ulizokuwa nazo. Maneno haya yanatosha kutafakari kwamba kutaka kutaja aibu za mwenzako, kumbuka za kwako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuishi na maneno haya leo ya wanafalsafa ndani ya Uislamu, yaliyokamilika, yaliyokaa sawa, yaliyoshiba, ambayo yanasema ukiyatafakari sana katika nafsi yako, utayaona ni maneno ambayo yanatosha kuishi nayo katika maisha yako. Yepi hayo? Man dakhala fi ma la ya'nihi laqiya ma la yurdhihi, atakayeingilia jambo lisilomhusu ategemee kupata jambo linalomkera. Anayeingilia jambo lisilomhusu ategemee kupata jambo litakalomkera. Kwa nini? Shughulika na ya kwako, achana kuingilia mambo yasiyokuwa yako. Kwa nini? Huenda likakupata jambo wewe litalokukera. Maneno ya Mtume anasema, min husnil islam an yatruka ma la yanihi, katika utamu wa Uislamu ni kuacha jambo lisilokuhusu. Katika utamu wa Kiislamu ni kuacha jambo lisilokuhusu. Shika maneno hayo, ishi nayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.